Sasa tunachukua haya matunda yetu kwa ajili ya kwenda kumenya. Naomba twende. Sasa hatua inayofuata, ukishaingia ndani, hivi viatu vyako ulivyotoka navyo hutakiwi kuingia navyo kwenye eneo la uzalishaji. Kuna viatu maalum kama hivi hapa. Hivi viatu ndivyo vitakavyoweza kutumika kuingia kwenye eneo la uzalishaji. Ukijisikia labda kutoka nje, labda kwenda kusaidia, unavua viatu vyako. Pale mlangoni patakuwa na kanda mbili za kwenda nazo uani. Kwa hiyo kisha toka kule tena utavaa hivi viatu na kuingia navyo kwenye eneo la uzalishaji. Lakini pia baada ya kufika hapa, kabla ya kupeleka kwenda kwenye eneo la uzalishaji, tutavua hizi gloves zetu ambazo tumezitumia wakati wa kuosha matunda pale. Baada ya kuvua gloves, sasa tunavaa viatu vyetu. Tunaacha viatu tulivyokuja navyo toka nyumbani. Lakini pia tuhakikishe kwamba tunapoingia kwenye eneo la uzalishaji tuhakikishe kwamba kucha zetu ni fupi. Tunavaa haya mavazi yetu. Tunavaa haya mavazi yetu pamoja na hii kofia. Kofia ni kwa ajili ya kufunika nywele. Kwa hiyo katika kufunika nywele unahakikisha kabisa umefunika nywele zako zote, hakuna nywele ambazo zimejitokeza. Na hii tunajaribu kuepusha kwamba wakati unamenya matunda au unakatakata, kuna nywele inaweza katika ikaingia kwenye chakula ikaenda kumdhuru mlaji. Na haya mavazi pia na viatu tunajaribu kuangalia kwamba unaweza ukawa kuna vijidudu ama uchafu, kuna bakteria ambao hatuwaoni kwa macho, wanaweza kuwepo kwenye mwili wetu. Kwa hiyo tunapofunika na haya mavazi ni kwamba wale bakteria hawataweza kutoka na kuingia kwenye chakula ambacho tunakiandaa. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la kuvaa haya mavazi. Lakini pia tunavaa maski kwa ajili ya, inaweza katokea kwa bahati mbaya, na maski zetu inabidi ifunike na pua pia. Kwa hiyo inaweza katokea kwa bahati mbaya, labda wakati unamenya makamasi yakadondoka au mate yakadondokea kwenye chakula. Kwa hiyo yanakuwa yameshachafua chakula na kinaweza kumdhuru mlaji. Labda kuna swali hapa, kuna nyongeza katika haya? Nakumbuka mwalimu ulipotufundisha tangu awali kwamba umuhimu wa barakoa. Barakoa si kwa ajili ya corona tu, bali pia kukinga chakula kile kisingie bakteria ama virusi. Na umesisitiza vizuri kwa watu aina yetu ambao pia wako na ndevu, ni vizuri kuhakikisha kwamba tunafunika ndevu zote. Barakoa yako ifunike vya kutosha ndevu zote. Lakini pia mwalimu alisisitiza wakati wa kufanya kazi hii tusiongee sana pasipo sababu. Naongea wakati tunaongea kawaida, kwa madamu unavyoongea hivi, kuna mvuke unatoka, unasafiri ambao huwezi kuona kwa macho, lakini kuna mvuke. Ndio muhimu wa barakoa kwamba itafunika, itakinga kile chakula kwa usalama. Hivi vyakula tunavyozalisha hapa, kumbukeni, ni soko ambalo linakwenda ni chakula kinaenda kwa mwanadamu. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba mwanadamu yule anaenda kula chakula hiki awe salama. Asante sana kwa maelezo mazuri. Nafikiri sote tutazingatia hivyo, na pia tulisema kwamba tunapokwenda kwenye uzalishaji tuhakikishe kwamba kucha zetu ni fupi, kucha zetu hatujatia rangi, kwenye mavazi yetu hatujajipulizia na perfume aina yoyote. Alafu heleni na mikufu yote tunaiondoa, tunaweka pembeni. Na pia simu, ukipigiwa simu wakati unazalisha, hutakiwi kupokea simu, hutakiwi kuongea na simu yote kwenye eneo la uzalishaji. Aidha kuna mawili, unaweza kazima simu yako, lakini pia simu yake inaweza kuwa wazi. Maana yake utakapokea simu utavua gloves zetu, utatoka nje. Kwa maana hiyo utavua na viatu mlangoni, utabaka na mimi utaenda kusikiliza simu yako kule nje. Ukishatoka pale utarudi tena, utanawa kwenye maji safi, utarudi kuendelea na uzalishaji. Sasa naomba
tuendelee na uzalishaji, lakini tukumbuke tuvae gloves zingine kabla ya kuanza kumenya matunda yetu. Karibuni sote tunaelewa. Hili ni eneo la uzalishaji ambalo sasa tunaanza kumenya matunda yetu. Na kumenya matunda tutatumia visu kwa sababu hatuna vifaa maalum vya kumenyea, lakini pale hali itakaporuhusu kuna vifaa maalum ambavyo tunaweza kuvipata madukani kama kwenye supermarket kubwa Dar es Salaam, lakini kwa sasa tutumie visu vyetu ambavyo hivi visu vinakuwa vimeshaoshwa vizuri na viko sana. Naomba niwape visu ili muweze kuendelea na hatua inayofuata ya kumenya matunda na baada ya kumenya matunda tutaweka kwenye chombo hiki ambacho tayari ni kisafi, kimekwisha oshwa. Kwa hiyo tukishatoka hatua hii tutahamia hatua nyingine. Hatuna chombo cha hiki ndio kifaa cha kutupa uchafu ambao umetokana na kumenya hili nanasi. Na hili nanasi tunamenya tu kama haya mananasi mengine ya kawaida, lakini ukikuta kuna hivi sehemu sio wanaita macho sijui nini, unahakikisha kwamba umeviondoa vile vinavyobaki. Kwa mfano kama hicho cheusi hapo umeviondoa, nanasi linabaki vizuri, linakuwa halina hivyo vidoti. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kulitoa nanasi hapa. Sasa tunaleta kwenye meza nyingine. Hii meza imetengenezwa kwa ile tunaita stainless steel, sijui ni chuma gani, sio wanakiita kwa Kiswahili. Chuma kisichopata kutu. Na tunafanya hivyo kwa sababu ukiweka kwenye chuma kinachopata kutu, wakati wa ukatakata kuna vipande vinaweza vikameruka toka kwenye meza vikaingia kwenye chakula vikaenda kumdhuru mlaji. Kwa hiyo tunatumia hii ni meza ambayo imetengenezwa kwa chuma kisichoweza kupata kutu, wala hakuna hata kipande kidogo kinachoweza kikatoka hapa na kuingia kwenye chakula. Sasa naomba tuendelee na hatua ya kukatakata matunda yetu. Tulisema kwamba tunakata kwa nani gani, kwa size gani? Nini? 15 nini? Milimita. Tunakata milimita, sio milimita 15. Tulisema ni milimita ngapi? 15. Tulisema likikauka ndio linatakiwa mnakuwa na moisture content asilimia 15. Lakini kukata tulisema size gani? Tulisema milimita 3 mpaka 4. Sasa na hatuwezi kawa tunapima kwa rula kila tunda, ila tutaangalia tu sisi wenyewe kwamba lisiwe jembamba sana wala lisiwe nene sana, liwe wastani, ili iwe rahisi kukauka. Naomba sasa tuanze hiyo hatua. Sasa kwa ukitazama kwa macho, hii size ni milimita 3. Hii size itakuwa ni milimita 3. Na hii size pia itakuwa ni milimita 3. Lakini kwa hii size hii itakuwa ni milimita 4 kwa kuangalia kwa macho. Kwa hiyo ni vizuri sana tulenge sana kukata kwa milimita 3. Kwa sababu milimita 3 inakuwa ni jembamba, ni rahisi kukauka kwa haraka. Pia wakati wa kukatakata usione kipande kimekuwa kidogo ama kimefanyaje ukasema ngoja nionje. Hapana, wakati wa kukatakata hutakiwi kutafuna chochote,
wala utakiwi kula haya matunda unayo katakata.